Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi. Leo ni Aprili 2 ya mwaka 2026. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya siku hii njema leo. Tunapoenda kujifunza somo hili, enda nasi katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema tumaini kwa wasio na tumaini. Imejengeka katika kitabu cha Isaya 55 aya ya 7 na ya 8. Neno la Mungu linasema, mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Ni mawazo yako kwamba makosa na maovu yako yamekuwa mabaya mno, kiasi kwamba Bwana hawezi kuyathamini maombi yako na akakubariki na kukuokoa. Kadiri unavyomsogelea Yesu karibu zaidi, ndivyo utakavyojiona kuwa mwenye hatia zaidi, kwa maana macho yataona kwa uwazi zaidi na dosari zako zitaonekana kwa upana na kutofautiana sana na asili yake kamilifu. Lakini usivunjike moyo. Huu ni ushahidi kwamba udanganyifu wa Shetani umepoteza uwezo wake, kwamba mvuto uhuishao wa Roho wa Mungu unakuamsha na kisha kutozingatia na kutojali kwako vinatoweka. Hakuna upendo wa kina wa Yesu unaoweza kukaa ndani ya moyo ambao hauoni na kutambua dhambi yake wenyewe. Nafsi inayobadilishwa kwa neema itavutiwa na tabia yake takatifu, lakini ikiwa hatuoni ulemavu wetu wenyewe wa kimaadili, ni ushahidi usio na shaka kwamba hatujapata kuona uzuri na ukamilifu wa Kristo. Kadiri tunavyopungua kuona kustahili ndani yetu wenyewe, ndivyo tutakavyoona kustahili zaidi kwa usafi na uzuri usio na kikomo wa Mwokozi wetu. Mtazamo wa hali yetu wenyewe ya dhambi unatusukuma kwa yeye awezaye kusamehe. Mungu hashughuliki nasi kama vile wanadamu wenye ukomo wanavyoshughulika na wanadamu wenzao. Mawazo yake ni mawazo ya rehema, upendo na huruma kuu, naye atamsamehe kabisa. Anasema, nimeyafuta makosa yako kama wingu zito. Tazameni juu, ninyi mnaosumbuka, mnaojaribiwa na kukatishwa tamaa. Tazameni juu. Ni salama daima kutazama juu. Ni kosa kubwa kutazama chini. Mkitazama chini, dunia hupepesuka na kusukasukwa chini yenu. Hakuna kitu cha kutumainiwa. Lakini mbingu juu yenu ni tulivu na thabiti, na hupatikana msaada wa Mungu kwa kila mkwezi. Mkono wa Mungu hupita vizuizi vyote angani ili kuishika mikono yenu katika mshiko wake imara. Msaidizi mweza wa yote yu karibu ili kuwabariki, kuwainua na kuwatia moyo wakosefu na wenye dhambi wakuu, ikiwa watamtazama yeye kwa imani. Lakini ni lazima mwenye dhambi aangalie juu. Hii ni Aprili 2, mada ikisema tumaini kwa wasio na tumaini. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema. Ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina.
tena Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Jinsi wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa, tunanyenyekezwa. Wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Jinsi wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu ambayo wengi wamekosa, tunanyenyekezwa. Wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.